Katika mwendelezo wa kutoaji wa elimu katika idara ya makumbusho na mambo ya kale, leo imefika katika skuli ya sekondari ya Donge ambapo wanafunzi wa kidato cha pili pamoja na kidato cha tatu wameweza kupatiwa elimu ya historia na mambo mbalimbali yanayohusiana na historia ya watu wa kale. Mimi ni Makame, lakini nyuma kamera ni Ali Haji. Lengo la ziara hii ni kuhakikisha kwamba tunawafikia wanafunzi katika kuhakikisha kwamba tunawapa elimu kuhusiana na masuala ya uhifadhi wa Mji Mkongwe na umuhimu wa historia ya Mji Mkongwe kwa maendeleo ya kiuchumi na kwa maendeleo ya kijamii. Kiujumla, elimu tumekuwa tukitoa katika maeneo mengi ya mjini. Sasa hivi tumeamua katika maeneo ya shamba ili kuwafikia wale ambao ilikuwa ni ngumu kuweza kuwafikia kwa wakati huo. Miongoni mwa skuli hizo ni hii skuli ya Donge. Kwa hiyo ujio wa ziara hii tumeuona pia ni wenye manufaa kwa sababu wanafunzi wamepokea yale ambayo tumeyawasilisha kuhusiana na masuala mbalimbali ya uhifadhi wa Mji Mkongwe na umuhimu wake kwa ujumla. Kwa hiyo wamejifunza masuala mbalimbali yakiwemo historia za Mji Mkongwe, yakiwemo historia za masultan waliotawala Zanzibar, ikiwemo masuala ya milango ya Mji Mkongwe, masuala ya mchanganyiko wa tamaduni za watu wa Mji Mkongwe, yakiwemo masuala ya aina za nyumba zinazopatikana Mji Mkongwe, yakiwemo masuala ya asili ya Mji Mkongwe ulivyoanzia, wakazi wa Mji Mkongwe, sifa za Mji Mkongwe kuingiza katika miji ya UNESCO, urithi na mambo mbalimbali kuhusiana na Mji Mkongwe ambayo tunaamini kwa mambo haya yatawasaidia wao kuwa mabalozi wazuri kuweza kuwaeleza wengine. Kwa hiyo wito wetu, walimu wa skuli hii ya Donge na skuli nyingine wahakikishe kwamba wanafanya ziara katika maeneo mbalimbali ya kihistoria yakiwemo hayo ya Mji Mkongwe na ya nje ya Mji Mkongwe ili kuhakikisha kwamba watoto wanafahamu ile historia yao ya Zanzibar, lakini historia yao ya Tanzania kwa ujumla, ambayo itawasaidia sasa kuweza kuhakikisha kwamba wanaihifadhi historia hii kwa maendeleo ya utalii, kwa maendeleo ya kizazi cha sasa na maendeleo ya kizazi kijacho. Lengo la ziara hii ni kuhamasisha zaidi huu utalii wa ndani, kwamba wanatakiwa watu, wanafunzi, magrupu mengine ya watu kutoka vijijini waje mjini, waje kuziangalia makumbusho, kwa sababu makumbusho hizi si kwa ajili ya wageni, makumbusho kwa ajili ya watu wote, jamii nzima kwa jumla. Na baada ya kuona hii hali halisi kwa huku shamba, tunategemea kwamba baada ya kupata skuli kama 2 mpaka 3, nadhani hawa watakuwa balozi wazuri kwa wengine. Balozi wazuri kwa wengine watakuwa wanaambizana kwamba labda namba itakuja kuongezeka, na utarajio letu namba ya wanafunzi kutupeleka katika makumbusho zetu itakuwa imeongezeka. Suala la kwenda nao katika eneo hili ni sehemu katika sehemu za ufundishaji. Kwa hiyo si tu kulichukua kwa umuhimu, bali ni sehemu ya ufundishaji. Kwa hiyo kama ni sehemu ya ufundishaji, maana yake wanatakiwa waende. Na kwa hili tuseme wazi tu kwamba alhamdulillah, serikali yetu kupitia Wizara ya Elimu basi huwa wanatuunga mkono. Tunapoomba suala la fedha kwamba tupate mchango kidogo wa mafuta juu ya huko, basi hilo jambo liko wazi. Wizara iko wazi juu ya swala hilo, na hili swala sisi huwa tunalitumia mwaka hadi mwaka, na mwaka huu inshallah walimu wetu watatuona kwenye mlango hapo. Mimi baada ya kumaliza haya mafunzo nimepokea vizuri na nimehamasika vizuri kuhusu swala la history na somo la history, kulisoma na kulifuatilia kwa umakini. Nimejifunza ni wapi tulipotoka, asili ya Mswahili na wafalme wote waliokuja kutoka nchi za Warabuni, Uingereza waliokuja kutawala na ni wangapi, na walitawala kwa muda gani, na walizikwa wapi. Tunatamani na sisi tutajitahidi kuambia walimu wetu atupeleke tukaangalie na tukazidi kusoma huko tukenda.